Ndugu katika Kristo, karibu tena katika 1 Billion PBS. Jina langu ni Yoshua. Tunakwenda kujifunza Biblia kwa kutumia lesoni kama mwongozo wa kujifunza Biblia. Na somo letu ni la 9, mada ikiwa ni upatanisho na tumaini. Ni robo ya kwanza mwaka 2026. Kabla hatujaanza, tuanze kwa ombi. Ewe Mwenyezi Mungu, asante kwa fursa hii. Tujaze Roho Mtakatifu na utuongoze hadi tamati. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Kwanza kabisa tutaanza na fungu la kukariri, nalo linatoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili na sura yake ni ya 5, mstari wa 21. Nitasoma. Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kufanywa haki ya Mungu kwake yeye. Na mwandishi anatutaarifu kwamba, na nitanukuu, Yesu kwa njia ya kifo chake msalabani, Yesu amekamilisha upatanisho kwa ajili ya kila mtu na kila kitu, hasa wanadamu ambao walikuwa wametengwa na uzima wa Mungu kwa njia ya dhambi, lakini sasa wanaweza kupatanishwa naye kwa imani. Kwa hayo maneno machache ambayo ndio utangulizi kutoka kwa mwandishi wa lesoni hii, tunapata maana bayana ambapo tunaelewa mada ya somo letu bayana kabisa. Kwa sababu hili fungu la kukariri linakuwa kwa mfanano na fungu lingine ambalo niliangalia wakati nilikuwa nikisoma lesoni, na fungu lenyewe ni Yohana sura ya 3 mstari wa 16, na nitasoma vile vile. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ukifananisha hivi vifungu viwili, unaweza ukaona uwiano katika ile maana ambayo inayojitokeleza katika vifungu hivi viwili. Nayo ni kwamba Mungu aliupenda ulimwengu, na kwa sababu hakupenda ulimwengu ukapotee na vyote alivyoviumba. Kwa sababu tukirejelea kitabu cha Mwanzo, Mungu alipomaliza uumbaji, kila siku aliona alichokiumba kilikuwa ni kizuri na cha kupendeza. Sasa ningependa tuweze kuangalia kupitia mifano miwili. Ningekupa mfano wa kwanza ambao ni mzazi na mtoto wake, ili kusudi uweze kufananisha historia hii ambayo Mungu aliumba dunia. Na ni kwa nini, unaweza ukajiuliza, kwa nini Mungu akaamua asiangamize kila alichokiumba na kile kilichokuwamo duniani? Na ili nikupe maana yake, nimeamua kukupa mfano wa kwanza. Ninayo mifano miwili, lakini tuanze na wa kwanza ambao ni wa mzazi na mtoto wake. Kama wewe mzazi ukiwa na mtoto wako, unamshughulikia kuanzia
kumzaa, unamnyonyesha hadi anakuwa wa kwanza kula vyakula vya kawaida, mpaka anatambaa, anatembea, unakuwa unamwonyesha mapenzi ya dhati, unampeleka shule, na chochote kikamkuta mtoto wako unahusunika sana. Na kama wewe, tukikuchukulia mfano, kama wewe mzazi, ukimwangalia mtoto wako, tuseme hata akipata homa, unakuwa unasononeka sana. Je, Mungu aliyekuumba wewe na mtoto wako, aliyeviumba vyote vilivyomo katika dunia hii, unahisi anapata uchungu wa aina gani akiona kwamba vyote hivi ataviangamiza kwa sababu ya dhambi zetu? Hilo ni swali utalijibu, lakini tunavyoendelea kujifunza Biblia utapata majibu. Na mfano wa pili, nikupe mfano wa kawaida ambao utaelewa tu kama huo mfano wa kwanza. Tuseme gari lako unalolipenda ulinunua kwa gharama kubwa, ambalo linakusaidia kila asubuhi unalitumia kwenda kazini na jioni kurudi nalo. Alafu ikatokea kwamba umelipoteza. Nina uhakika utatumia juhudi zote kupitia vyombo vya serikali ili kusudi uweze kuipata gari yako, kwa sababu ina umuhimu sana. Na ningependa vile vile wakati unawaza au kutafakari huu mfano wa pili ambao ni wa kupoteza gari yako na wewe kutumia juhudi zote kuipata. Je, kama wewe unatumia nguvu na juhudi hizo ambazo unazitumia kupata gari la kwako ambalo hukulitengeneza wewe, ulilinunua tu, je, Mungu, huyu Mungu wetu ambaye aliyetuumba sisi, aliyeiumba dunia na vyote vilivyomo, anapata uchungu wa aina gani wakati anafikiri kuharibu kwa sababu ya dhambi zetu? Ndiposa nikaleta kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Huu ndio upendo Mungu anaouonyesha, ambao kama angepoteza dunia aliyoiumba na sisi, ndivyo anavyopata kuhuzunika. Ndiposa akaamua kwamba lazima aukomboe, lazima komboe, alivyochukua muda wake, upendo wake kuviumba, avirejeshe, asivipoteze. Akamtoa mwana wake wa kipekee Yesu Kristo ili aje atukomboe. Na somo letu la leo ambalo ni upatanisho na tumaini, kupitia kumtoa mwana wake wa kipekee, ule upendo wa Mungu wetu anaonyesha kila siku, aliposulubishwa msalabani kulingana na maelezo ya mwandishi wa lesoni. Pale ndipo upatanisho ulipopatikana. Kwa maana sisi ambao tumeshatenda dhambi tusipotee, ndiposa Yesu akasulubishwa msalabani, na hapo tukapata upatanisho. Na jambo la pili ni kupata tumaini. Tunapopatanishwa kupitia Yesu kusulubishwa msalabani, tunapataje tumaini? Nalo tumaini ni hivi tutakavyojifunza hapo mbeleni. Mpenzi mtazamaji, ningependa kuendelea na mwongozo wetu, na katika huu mwongozo Paulo pia anazungumzia siri ili
ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote. Na siri hii ni siri ya aina gani? Hii siri inapatikana Wakolosai 1 sura ya 1 mstari wa 27. Nitakusomea ili kusudi tupate kujua ni siri gani hii ambayo Paulo aligundua na anataka sisi pia vile vile tuweze kuijua. Wakolosai sura ya 1 mstari wake wa 27. Nitasoma ili kusudi tupate kujua hii siri ni siri gani. Kwao Mungu amechagua kujulisha miongoni mwa watu wa mataifa utukufu wa utajiri wa siri hii. Siri ndio hii ambayo ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Hapo umepata kuona ile tumaini ni nini? Tumaini la utukufu. Wakati tunapatanishwa na Yesu kupitia kusulubishwa kwake msalabani. Kwa kutamatisha somo letu, ningependa tujue ni kipi tunajifunza kutoka kwa somo letu la leo. Na ningependa ujifunze mambo mawili kutokana na somo letu la leo. Na jambo la kwanza, ndugu mtazamaji, ndugu katika Kristo, ninakusihi uweze kufanya hima ukutane na Yesu Kristo kama mtume Paulo alivyokutana na Yesu Kristo. Na jambo la pili, ningependa vile kukuhimiza uwe na azimio kutoka moyoni, ujazwe na Roho Mtakatifu. Na hayo mawili yakishatokea, utakuwa umeshapatanishwa na Yesu Kristo. Na pili, utakuwa umejazwa na tumaini kwa sababu Yesu Kristo atakuwa ndani yako. Hadi hapo tunafika mwisho wa somo letu la leo, na ningependa kutamatisha kwa ombi. Ewe Mungu, asante kwa somo la leo. Tunakushukuru kwa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uendelee kutujaza Roho Mtakatifu, atuongoze kwa kila jambo tunalolifanya. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amina. Mungu akubariki na aendelee kukuongoza kupitia Roho Mtakatifu. Amina.